Uzinduzi wa kampeni ya uelewa kuhusu saratani ya matiti iliyoandaliwa na taasisi ya Zanzibar Outreach Program na kuwasilishwa kwa wanajamii na wanafunzi waliomaliza kidato cha 6 wanaosubiria kujiunga na vyuo vikuu kupitia kampeni ya kijana kwa kijana. Uzinduzi huo umefanyika katika ofisi za ZOP Kiembe Samaki mjini Zanzibar. Akizungumza katika uzinduzi huo, Rukia Ramadhan Bundala, afisa huduma za wanafunzi Wizara ya Elimu, amesema muhimu ni afya, na kupitia kampeni ya saratani ya matiti wana orodha za skuli 10 walizopitia kuwapatia elimu hiyo kuanzia ngazi ya sekondari hadi msingi, na kuomba taasisi hiyo wasisite kuwapatia elimu wanajamii kuhusiana na kampeni ya saratani ya matiti. Kulingana na takwimu ambazo tulizonazo, wamepitia skuli 10 kupitia hii kampeni ya saratani ya matiti. Wanafunzi kutoka ngazi ya msingi, wengine wapo na sekondari. Katika kuhusisha hili, tunahitaji zaidi tuongeze na hii idadi kubwa ya skuli, sawa? Na zaidi hii awareness tunavyoiomba, si lazima kupitia kwa walimu tu, hata na wazazi wa wanafunzi. Wizara kama wizara ina kamati za skuli kupitia skuli zao. Kwa hiyo tuandae, labda kupitia zile kamati tuwaite wazazi, tuandae na wao hii taaluma, isiwe kwa wanafunzi tu. Japo kwamba taasisi au jamii ina mwamko mdogo, lakini taasisi isisite kutoa elimu zaidi. Walid Kasim Muhammad, mwenyekiti wa Zanzibar Outreach Program, amesema watu 8675 wamepatiwa elimu ya saratani ya matiti, na waliokubaliana na kuhusiana na elimu hiyo ni watu 6062, na kusema kuwa inasikitisha kuwa wanajamii wanachelewa kufika kupatiwa matibabu ya saratani ya matiti. Miaka mitatu hii jumla ya watu 8675 walipata education, lakini sasa hivi tunazungumza mpaka mwaka jana jumla wamekuwa screened watu 662. Kwa hivyo kuna tofauti ya karibu watu 500 wameongezeka. Yani mwaka jana watu wengi zaidi wamekubali kuwa screened. Ni kwamba hali ikionekana ni kwa breast cancer, kumbe inatibika. Inasikitisha kuona watu wanachelewa kuja kwenye kupata matibabu, na wengine bahati mbaya wanakufa na wanaacha watoto wachanga, wanaacha family. Ni tatizo kusema kweli, lakini ndio maana awareness inakuwa na umuhimu wake, na ndio maana hao vijana wakwenda kwa vijana wenzao, na tunavyoamini kutokana na wao habari zinafika na majumbani. Kwa hivyo awareness inakuwa ndani ya Zanzibar. Kwa upande wake, memba wa Teen 14 Season 4 Hadia Sadik Omar amesema lengo lao ni kujenga jamii yenye uelewa wa afya na wenye kusamini kinga. Tuna lengo, yani tukienda kule katika skuli tofauti kwamba tujenge jamii ambao una uelewa wa afya na pia kinachothamini kinga sana. Ndo tunaona kwamba societies yetu hawajui kuhusu mambo ya afya sana. Kwa hiyo sisi tuna lengo hilo. Nikiripoti kutoka katika ofisi za Zanzibar Outreach Program, mimi ni Naifat Waziri, Mjawiri Online TV.